Mjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunafurahi kuwa nanyi tena katika matangazo yetu ya jioni leo, tukuletea habari muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa leo ni tarehe 28 Juni mwaka 2026, katika matangazo yetu ya jioni leo tutakuletea habari kuhusu hali ya kibinadamu nchini DRC, maendeleo ya elimu nchini Beni, masuala ya kisiasa na diplomasia, pamoja na habari za michezo zinazoongozwa na ushindi wa kihistoria waliopata katika kombe la dunia la mwaka 2026. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ili kupata habari zote muhimu zinazokusanywa na kuandaliwa na timu ya Kivu News Info. Mimi ni Eloge Lulonga. Basi tuanze habari hii ya jioni tukiwa pamoja. Na kabla yote endelee kujuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningeomba na kusave fact kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Wakazi wa mji wa Oicha waliopo takriban kilomita 13 kutoka mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini walikumbwa na hofu kubwa usiku kwa mkia leo Jumapili tarehe 28 Juni baada ya milio ya risasi kusikika zaidi ya dakika 13. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, tukio hilo lilianza majira saa 4 za usiku katika eneo la Biakato. Mlio wa risasi uliwafanya wakazi wengi kuondoka majumbani mwao, huku kwa hofu ya kushambuliwa na watu wa ADF ambao wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Beni. Katika hali ya taharuki, mamia ya wananchi walielekea upande wa magharibi wa mji na wengine wakimbia katikati ya mji wa Oicha wakitafuta usalama. Wanawake, watoto na wazee walionekana wakiondoka haraka majumbani mwao, huku wengi wao wakiwa na hofu kubwa kutokana na hali ya usalama katika eneo hilo. Baada ya tukio hilo, mamlaka za mji wa Oicha zitoa maelezo rasmi kuhusu chanzo cha risasi. Meya wa mji huo Faustin amesema kuwa risasi hizo hazikusababishwa na uvamizi wa watu wa ADF kama ilivyokuwa kizaniwa mwanzoni. Kwa mujibu wa meya huyo, kulikuwa na mgawanyiko kati ya makundi mawili ya vikosi vya usalama yalikuwa katika doria ya usiku. Ndio makundi haya yakuwa na neno la siri la pamoja linalosababisha kutokuelewana na hatimaye kusababisha milio ya risasi. Meya amesema kwa taarifa zopo zinaonyesha kuwa tukio hilo kutokana na migawanyiko huo na wa kiusalama na si kutokana na shambulio la adui. Hata hivyo, hali hiyo ilisababisha wananchi wengi kuondoka makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Mamlaka za eneo zimewahakikishia wananchi kwa vikosi vya usalama vinaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kuzuia tukio lolote la uvamizi au makundi ya waasi yenye silaha. Faustin pamoja ametoa wito kwa wakazi wa Oicha kuwa watulivu na kuendelea kwa uangalifu. Amewataka pia wananchi kusambaza uvumi ambao unaweza kuongeza hofu na taharuki ndani ya jamii. Asubuhi ya leo, baadhi ya wakazi walikuwa wakikimbia makazi yao wameanza kurejea nyumbani. Hata hivyo, hali ya wasiwasi bado ilionekana miongoni mwa wananchi wengi, hasa kutokana na kumbukumbu za mashambulizi ya ADF yanayowahi kutokea katika eneo la Beni na maeneo jirani. Wananchi wanaendelea kutegemea juhudi za vyombo vya usalama ili kuhakikisha utulivu unarejea kikamilifu na kwamba matukio kama hayo hayajirudii tena. Hii ni taarifa ambayo inaonyesha namna ya hali ya usalama katika eneo la Beni na Oicha inavyoendelea kwa chanzo cha wasiwasi kwa wananchi, huku mamlaka zikitiza umuhimu wa utulivu, umakini na ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota, huku mamilioni ya wananchi wakikabiliana na njaa, ukosefu wa misaada na athari za vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, hasa mashariki mwa Kongo. Onyo imetolewa Ijumaa mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa na mjumbe wa MONUSCO nchini DRC James Swan. Katika hotuba yake amesema kuwa hali ya kibinadamu nchini Kongo imefika kiwango cha kutisha na kwamba mamilioni ya watu wanahitaji msaada wa haraka. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa, karibu watu milioni 27 nchini DRC wanakabiliana na tatizo la ukosefu wa chakula. Idadi hiyo ni zaidi ya robo moja ya wakazi wote nchini. Maeneo mengi hasa katika mashariki mwa Kongo yanaendelea kuathiriwa na migogoro ya silaha inayosababisha wananchi wengi kupoteza makazi yao, maisha yao na njia za kujipatia chakula. James Swan amesema kuwa mpango wa msaada wa kibinadamu wa mwaka 2026 uliandaliwa ili kuwasaidia watu milioni 7.3 walipo katika hali mbaya zaidi ya maisha. Mpango unahitaji dola bilioni 1.4 za Kimarekani ili kutekelezwa kikamilifu. Hata hivyo, hadi sasa zaidi ya nusu ya fedha hizo pekee ndizo zimepatikana. Kiasi kilichopatikana ni 53% tu ya fedha zinazohitajika, jambo ambalo linaathiri uwezo wa mashirika ya kibinadamu kuwafikia wananchi wanaohitaji msaada.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha ili kuzuia kuongezeka kwa mateso ya wananchi. Amesema kwa ukosefu wa fedha unaweza kuweka maisha ya maelfu ya watu katika hatari kubwa. Baada ya changamoto ya fedha, James Swane ameeleza kuwa vikwazo vingine vinavyozuia utoaji wa msaada katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Moja ya matatizo makubwa ni kufungwa kwa muda mrefu wa benki katika mji wa Goma, aliyo imekuwa kiasiri shughuli za mashirika ya kibinadamu kufanya ugumu katika utoaji wa huduma na usambazaji wa msaada kwa wananchi. Kufungwa kwa viwanja vya ndege vya Goma na Kavumu kuendelea kuwa kikwazo kikubwa kwa usafirishaji wa msaada. Kutokana na hiyo, vifaa vya kibinadamu, dawa na mahitaji mengine muhimu vinashindwa kufika wakati katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Mkuu wa MONUSCO amesema kuwa miundombinu hiyo ni muhimu kwa maisha ya maelfu ya wananchi na amestaka pande zote zinazohusika katika mzozo kukubaliana haraka ili benki na viwanja vya ndege vifunguliwe tena. Kwa mujibu wake, kufunguliwa kwa huduma hizo kutarahisisha shughuli za msaada za kuwasaidia wananchi ambao wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na vita na ukosefu wa usalama. James Swane alimelahani pia vikali mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa mashirika ya binadamu nchini DRC. Amesema kwa tangu mwanzo wa mwaka 2026 wafanyakazi 4 wa misaada wameuawa katika shughuli zao za kuwasaidia wananchi. Vifo hivyo vinaonyesha hatari kubwa na wakabili wafanyakazi wa misaada katika maeneo ya migogoro. Wengi wao huingia katika maeneo ya hatari kubwa ili kuwafikishia wananchi chakula, dawa na huduma nyingine za muhimu. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa kulinda wafanyakazi wa kibinadamu ni jukumu la kila upande katika mzozo na kwamba mashambulizi dhidi hayo hayawezi kuvumiliwa. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamilioni ya wananchi wanaendelea kuhitaji msaada wa haraka wa chakula, matibabu na makazi na ulinzi. Wito wa Umoja wa Mataifa unakuja wakati ambako changamoto za kibinadamu nchini DRC zinaendelea kuongezeka, huku matumaini yakiwekwa kwa jumuiya ya kimataifa na wahusika wa mzozo ili kusaidia kupunguza mateso ya wananchi. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa nchi yake imekuwa ikikabiliwa na kile alichokiita muungano mkubwa wa maadui wanaolenga kuizuru Rwanda. Kagame ametoa wakati wa mkutano wa Unity Club ambako alizungumzia hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hotuba yake, Kagame alisema kuwa Rwanda imekuwa ikikabiliwa na nguvu nyingi zinazoshirikiana dhidi yake. Kwa mujibu wake, nchi na makundi mbalimbali yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja katika mgogoro unaendelea mashariki mwa Kongo. Kiongozi wa Rwanda alitaja jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya wazalendo, vikosi vya Burundi, wanajeshi kutoka Afrika Kusini pamoja na makundi mengine yenye silaha kuwa sehemu ya nguvu ambazo kwa mujibu wake zimekuwa zikikabili Rwanda. Kagame alisema kuwa hiyo imeonyesha wazi kuwa kuna nia ya kuizuru nchi yake. Hata hivyo, alisisitiza kwamba Rwanda haitatishwa na shinikizo hilo. Katika maneno yake, rais alisema kwamba dunia nzima imeungana dhidi ya Rwanda, lakini akiongoza kuwa hali hiyo haiwezi kuifanya nchi yake kurudi nyuma. Kwa mujibu wa Kagame, kuwepo kwa nguvu nyingi zinazohusika katika mgogoro huu ni ushahidi kwamba Rwanda imekuwa ikilengwa na maadui wake. Alisema kwa taifa lake litaendelea kuchukua hatua za kujilinda na kuhakikisha usalama wake. Kiongozi huyo pia aligumzia swala la wapiganaji wa kigeni ambao kwa mujibu wake wamepewa nafasi ya kuingia katika eneo la mzozo ili kupambana na Rwanda. Ingawa kutaja nchi au wahusika wa moja kwa moja, alitoa ukosoaji kwa wale ambao kwa maneno yake walijiruhusu wapiganaji wao kufika katika eneo hilo. Kauli hizi zinakuja wakati ambako wale usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa chanzo cha mvutano mkubwa kati ya Kinshasa na Kigali. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 waendesha operesheni katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikikanusha shutuma hizo mara kwa mara, ikieleza kuwa hatua zake zinahusiana na usalama wa taifa lake. Katika hotuba yake, Kagame alisisitiza kuwa sera ya ulinzi wa Rwanda itaendelea kuongozwa na dhamira ya kuhakikisha usalama wa nchi hiyo. Alisema kuwa Rwanda itaendelea kuwa mbele ya wale wanaotaka kuizuru. Kwa mujibu wake, hiko na haki ya taifa lake na ni sehemu ya mapenzi ya wananchi wa Rwanda kulinda usalama wao. Kauli hizo zimekuja katika kipindi ambacho juhudi mbalimbali za kidiplomasia zinaendelea kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa DRC. Jumuiya ya kikanda na kimataifa zinaendelea kutoa wito kwa kusitishwa kwa mapigano na kuanzishwa kwa mazungumzo ya amani. Wachambuzi wa siasa na za maeneo za maziwa makuu wanaamini kuwa kauli za viongozi wa nchi zinazohusika katika mgogoro zinaendelea kuwa na nafasi muhimu katika kuelekeza mwelekeo wa mazungumzo na juhudi za amani. Hata hivyo, wakati viongozi wakitoa matamko mbalimbali, wananchi wa mashariki mwa Kongo wanaendelea kukabiliwa na changamoto ya kiusalama, ukosefu wa makazi na hali ngumu ya kibinadamu kutokana na vita vinavyoendelea. Mgogoro wa mashariki mwa DRC unaendelea kusababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, huku juhudi za kutafuta amani ya kudumu zikiendelea katika ngazi za kikanda na kimataifa.
Makamu wa kwanza wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwanasheria Jean-Claude Chulumbai ameeleza sababu zinazofanya serikali ya DRC kuwasilisha rasmi kesi dhidi ya Rwanda katika mahakama ya kitaifa ya haki. Akizungumza Ijumaa jioni katika mahojiano kupitia mtandao wa X zamani Twitter ulioandaliwa na mwandishi wa habari Stanis Bujakera na Patient Ligodi, Chulumbai amesema hatua hiyo ni sehemu ya njia za amani za kutatua mgogoro uliopo kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa kiongozi wa bunge, hakuna tena mjadala kuhusu madai ya uvamizi wa Rwanda katika ardhi ya DRC. Amesema kwa swala hilo tayari limetambuliwa katika ngazi ya kimataifa. Chulumbai alieleza kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limekwisha kutambua kuwa Rwanda ni nchi inahusika katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, DRC Kongo imekuwa mwathirika wa uharibifu mkubwa uliosababishwa vifo vya watu, uporaji wa mali, uharibifu wa miundombinu na madhara mengine makubwa ndani ya nchi. Amesema kwa kutokana na hiyo serikali ya Kinshasa imeamua kutumia njia za kisheria zinazotambuliwa kimataifa ili kutafuta haki. Kiongozi alisisitiza kwa mahakama ya kimataifa ya haki ndiyo chombo chenye mamlaka na kusikiliza mgogoro wa kisheria kati ya mataifa. Kuhusu madai kwamba kufungua kesi dhidi ya Rwanda kunaweza kuathiri mchakato wa amani unaendelea kupitia makubaliano ya Washington, Chulumbai amesema kuwa hatua hiyo haiwezi kuharibu juhudi za kidiplomasia. Amesema kuwa mahakama ya kimataifa ya haki ni moja njia za amani zinazotambuliwa na mkataba wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kutatua mgogoro kati ya nchi. Kwa mujibu wake, kupeleka kesi mahakamani na kuendelea na mazungumzo ya kisiasa ni njia mbili zinazoweza kwenda pamoja. Alisema kuwa hatua inaondana na roho ya makubaliano ya Washington ambayo yanalenga kutatua tofauti kati ya nchi hizo kwa njia ya amani. Akizungumzia jaribio la kwanza la DRC kupeleka Rwanda katika mahakama hiyo mwaka 2002, Chulumbai amesema kuwa wakati huo kulikuwa na vikwazo vya kisheria vilivyozuia kesi hiyo kutoendelea. Kwa mujibu wake, Rwanda ilikuwa imeweka masharti yaliyokuwa yanazuia mahakama hiyo kwa kuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi husika. Hata hivyo amesema kuwa hali imebadilika katika miaka hivi karibuni kwani baadhi ya vikwazo hivyo havipo tena. Ameeleza kuwa sasa kuna ushahidi zaidi ya madai mengi yanahusisha ukiukwaji wa mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo Rwanda imesahini. Miongoni mwa madai yaliyotajwa na DRC ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa zinazohusiana na mauaji ya kimbari, mateso, ubaguzi wa rangi na ukatili dhidi ya wanawake. Chulumbai amesema kuwa serikali ya Rwanda italazimika kujibu tuhuma hizo mbele ya mahakama ya kimataifa. Kuhusu kile alichokiita Front de Justice au mapambano ya kisheria yanayoendeshwa na serikali ya Kongo katika ngazi ya kimataifa, mwanasheria amesema kuwa juhudi hizo si propaganda wala mawasiliano ya kisiasa pekee. Ameeleza kuwa serikali inaendesha mapambano katika nyanja mbalimbali kwa wakati mmoja. Nyanja za kwanza ni ulinzi wa taifa kwa kutumia njia halali ya kijeshi ili kulinda mipaka ya wananchi. Njia ya pili ni kutumia vyombo vya sheria na taasisi za kimataifa kutafuta haki na kuwasilisha wale waliohusika kusababisha madhara nchini. Chulumbai amekumbusha kuwa mahakama ya kimataifa ya haki iliwahi kuhukumu Rwanda kutokana na uharibifu uliotokea wakati wa vita vya Kisangani. Kwa mujibu wake, DRC inaamini kuwa kesi dhidi ya Rwanda inaweza kufuata mwelekeo kama huo. Amesema kuwa mahakama inaweza kujitangaza kuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo na hatimaye kutoa uamuzi kuhusu madai yaliyowasilishwa. Kuhusu hofu kwamba mchakato wa mahakama unaweza kuathiri utekelezaji wa makubaliano ya Washington, kiongozi amesema kuwa njia hizo mbili ni za kukamilisha. Amefafanua kuwa makubaliano ya kidiplomasia yanalenga kutafuta suluhisho la kisiasa wakati mahakama ikilenga kutoa uamuzi wa kisheria kuhusu mgogoro uliopo. Kwa mujibu wake, kuwasilisha kesi katika mahakama ya kitaifa ni haki na si hatua ya vita, bali ni njia ya amani inayotambuliwa na serikali na sheria za kimataifa. Wakati wa mgogoro wa mashariki mwa Kongo unaendelea kuwa chanzo kikubwa cha mvutano kati ya Kinshasa na Kigali, huku juhudi za kidiplomasia na kisheria zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu. Kiongozi wa chama cha mpinzani cha Mvole Deli Sesenga amesema kuwa alizuiliwa kusafiri kuelekea Ulaya siku ya Jumapili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kinshasa baada ya maafisa wa idara kuu ya uhamiaji DGM kumchukulia pasipoti yake na kumzuia kupanda ndege. Kwa mujibu wa kauli zake katika mahojiano aliyotoa na mwandishi wa habari Stanis Bujakera, Sesenga amesema kuwa alikuwa anatarajia kusafiri kwenda Ulaya kwa ajili ya kuendelea na matibabu yanayohusiana na majeraha aliyopata wakati wa maandamano yaliyofanyika tarehe 12 Juni. Kiongozi wa upinzani amesema kuwa alipofika uwanja wa ndege na kukamilisha taratibu za safari, maafisa wa uhamiaji walimzuia kuendelea na safari yake. Kwa mujibu wake, pasipoti yake ilichukuliwa na akaambiwa kuwa hawezi kuondoka nchini. Amesema kuwa kupatiwa sababu rasmi za hatua hiyo. Sesenga amesema kuwa maafisa wa uhamiaji walimueleza tu kwamba anatakiwa kufika katika mahakama ya Cassation bila kumpatia waraka wote wa mahakama au taarifa rasmi inayoeleza sababu ya wito huo. Kiongozi amesema kuwa hawajawahi kupokea taarifa yote kutoka kwa mamlaka
ya mahakama kuhusu kesi au tuhuma zinazomkabili. Kwa mujibu wake, ikiwa kulikuwa na hatua za kisheria dhidi yake, mamlaka husika zingepaswa kumfuata taratibu zinazotambuliwa na sheria. Deli Sesenga amesema kuwa hali yake ya kiafya ndio ilimlazimu kusafiri nje ya nchi. Ameweza kuwa bado anashambuliwa na majeraha aliyopata wakati wa maandamano ya tarehe 12 Juni. Kwa mujibu wake, ana majeraha makubwa 10 ambayo yanahitaji uangalizi wa kitabibu na ufuatiliaji maalumu. Amesema kwa kuzuiwa kwake kusafiri kunahatarisha hali yake ya afya na kumzuia kupata huduma za matibabu alizokuwa amepanga kuzifuata nje ya nchi. Kiongozi wa chama cha Mvula amelaani hatua hiyo na kueleza kuwa ni kiukaji wa haki za saa yake ya kusafiri na kwenda anapopataka. Kwa mujibu wake, katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatambua kulinda uhuru wa kila raia na wa kusafiri na kuondoka nchi bila vikwazo visivyo halali. Sesenga amesema kuwa hatua inachukuliwa dhidi yake ni ya kiolela na haikufuata taratibu za kisheria. Ameongeza kuwa iwapo kuna masuala ya kisheria na umuhusu, mamlaka za mahakama zinafahamu anapoishi na jinsi ya kumfikia. Kwa mujibu wake, hakuwa anajificha wala kukwepa sheria, au alikuwa tayari na kushirikiana na vyombo vya haki kama angelijulishwa rasmi. Kiongozi wa upinzani anasema kuwa anatumia njia zote za kisheria kutetea haki yake na kuhakikisha kuwa sheria zinaheshimiwa. Sesenga amesema kuwa tukio linalompata linafanana na ile ambayo raia wengi wa Kongo kutana nayo kila siku wanapokabiliwa na maamuzi wanayoyaita ya kiolela kutoka kwa baadhi ya taasisi za serikali. Kwa mujibu wake, mamilioni wa Kongo wamekuwa kikumbana na changamoto zinazohusiana na haki za msingi, jambo ambalo linahitaji marekebisho ndani ya taasisi ya umma. Hadi sasa mamlaka za uhamiaji wala mahakama Cassation hajatoa tamko rasmi kuhusu sababu za kuzuiwa kwa Denis Sesenga kusafiri nje ya nchi. Tunaendelea kuzua maswali mengi kuhusu wa kisiasa, haki za raia na uhusiano kati ya taasisi za dola na viongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Denis Sesenga anasema kuwa ataendelea kufuatilia haki zake kwa njia za kisheria, kwa akisubiri maelekezo rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuonyesha dhamira yake ya kuimarisha sekta elimu ya juu nchini kwa kuzindua kampasi mpya ya kituo kikuu cha katika mji wa Beni, jimbo la Kivu Kaskazini. Sherehe ya uzinduzi ilifanyika siku ya jana Jumamosi tarehe 17 Juni na kuongozwa na waziri wa elimu ya juu ya vyuo vikuu Therese Samba Safi, ambaye aliwakilisha waziri mkuu Judith Suminwa. Katika hotuba yake, waziri alitoa salamu za pole na faraja kutoka kwa serikali na wananchi wa Beni ambao wanaendelea kukumbwa na changamoto za usalama na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Alisema kwa serikali inawaelewa mateso ambayo wananchi wa Beni wamekuwa wakipatia kutokana na mauaji ya raia yanayosababishwa na makundi yenye silaha pamoja na sari za ugonjwa wa Ebola ambao umeathiri eneo hilo kwa miaka mingi kadhaa. Therese Samba Safi amesema kuwa licha ya changamoto hizo, serikali inaamua kuendelea kuwekeza katika elimu kwa sababu ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Kwa mujibu wake, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameifanya elimu kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya serikali, akiamini kuwa vijana wenye elimu bora ndio watachangia maendeleo ya amani ya nchi. Waziri amesema kuwa kampisi hiyo mpya ni alama ya matumaini kwa vijana wa Beni na maeneo na jirani ambao kwa muda mrefu wamekabiliwa na changamoto ya kupata mazingira mazuri ya masomo. Aliwapongeza wafanyakazi wa afya na timu zote zinazoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola, akisema kuwa mchango wao unaendelea kuokoa maisha ya wananchi. Akizungumza kwa niaba ya serikali, Therese Samba Safi alimshukuru seneta aliyehifadhi ujenzi wa jengo hilo, akisema kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha miundombinu ya elimu nchini. Alisisitiza kuwa uwekezaji katika elimu ya juu ni moja nguzo muhimu za maendeleo ya taifa na kwamba vyuo vikuu vina nafasi kubwa katika kuandaa viongozi na wataalamu wa kesho. Waziri aliwataka wafadhili wengine, viongozi na watu wenye uwezo kuiga mfano huo wa kusaidia ujenzi wa miundombinu ya elimu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Alisema kuwa itasaidia kuongeza nafasi za wanafunzi na kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Aliwataka wanafunzi kutunza miundombinu hiyo mpya ili uweze kuendelea kutumika kwa muda mrefu na kuwafaidisha wanafunzi wengine zaidi. Kwa upande wake, makamu gavana wa Kivu Kaskazini Generale Louis Sego Karao alisema kuwa kampisi hiyo ina umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya mkoa huo. Amesema kuwa chuo kikuu hicho kinapaswa kuwa mahali pa kujenga umoja, uzalendo na maadili mema kwa vijana. Walihimiza wanafunzi kupenda nchi yao kwa kushiriki katika juhudi za kujenga amani na maendeleo katika jamii hii.
Viongozi wa vyuo vikuu na walimu pia waliotakiwa kuhakikisha kuwa kampisi hiyo inakuwa kituo bora cha elimu na utafiti. Katika hotuba yake, makamu gavana pia alizungumzia hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea katika eneo la Beni. Anataka wananchi kuendelea kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo na kushirikiana na wataalamu wa afya ili kukomesha mlipuko wa 17 wa Ebola katika eneo hilo. Na kampisi hiyo mpya inajengwa kwa gharama inayokadiriwa kufika $400,000 za Marekani. Jengo hilo na kumbi 15 za kufundisha, ofisi 11 za utawala zilizowekwa kwa vifaa vya kisasa, mfumo wa maji kupita kisima pamoja na vyoo vya miundombinu mingine ya kisiasa. Uzinduzi wa kampesi umefanyika siku ya hiyo ambayo kanisa Katoliki la Mtakatifu Jean Paul wa pili Bokene katika parokia ya Beni Padri Baide lilibarikiwa rasmi. Askofu wa jimbo Katoliki la Butembo Beni Sukuli Paluku alisifu mradi hiyo miwili akisema kuwa inaleta matumaini mapya kwa wananchi, maendeleo na ustawi wa wananchi. Na ni kufikia hapo ndipo tunatimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 28 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia taarifa zetu kila siku. Endeleeni kufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za kijamii kupata habari za kuaminika kwa haraka na kwa usahihi. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info tunatakia jioni njema na usiku mwema. Tuendelee kuomba amani, umoja na maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Teloje Longa, asanteni sana kwa kuwa nasi. Kutana tena katika taarifa zetu za kesho asubuhi. Basi bye bye na chao, na Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki.